Katika jina la Yesu ninamwombea ulinzi, ninatembea bila maroho yanayomwandama, maroho yote yanayomwandama katika mwili wake, maroho yote yanayomwandama katika tumbo lake, maroho yote yanayomwandama baba yangu, ninatembea Baba katika kichwa chake, hata kwa miguu yake, hata kwa miguu yake, hata kwa kifua chake, kuanzia kichwa hata kwa shingo, kila sehemu za mwili wake inayoandama na magonjwa, ninakemea, 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 yatoke, yatoke, yatoke.
Sema nasi asubuhi ya leo. Asante Mungu Baba, Bwana Mungu Mtakatifu, kwa maombi haya ambayo Bwana umeachilia. Asante kwa ajili ya waimbaji ambao Bwana umetangulia kuimba. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambao umemtumia kwa kuomba. Asante kwa ajili ya mamlaka yako ambayo umeachilia asubuhi ya leo. Asante kwa sasa ambao Bwana unaenda kunena nasi katika neno la asubuhi. Hata nasi vyema na ukaweze kumaliza neno. Asante kwa kuwa wewe Mungu utatuongoza na kututawala ibada zote zilizo mbele yetu, na katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa wale ambao wameweza kufika asubuhi na tukaanza na wao. Nadhani umeona ile maombi ambayo Mungu ameachilia, na ujumbe juu ya maadui, na ilimekuwa ya baraka na itakuwa ya baraka, maana ndio mwanzo na inaendelea. Amen. So niko na imani kabisa kwamba sisi sote tuliokuja Mungu ametuandaa. Leo tutafundishana maandiko kadha wa kadha. Amen. Leo tutaenda kufundishana mafundisho kuhusiana na ukakamavu ama kukomaa kiroho, ama kujua utamu wa kuwa na Yesu na kuwa mwaminifu katika njia zake, na pia vile vile wewe uamuzi wako ni wako ama unabebewa uamuzi na mtu mwingine. Haleluya. Wacha tufungue katika kitabu cha Yohana ambao kwa kizungu tunaita John, kuanzia 6 pale kuanzia 60. Kuna ujumbe mzuri pale. Kisha tukaweze kusikia maneno Bwana ametupatia hii siku ya leo. Na itakuwa ya baraka. Amen. Amen. Basi kwa sababu nimetanguliza na kuomba, na inafaa nimalize saa 4:30. Naomba msomaji ulisomee kitabu cha Yohana Mtakatifu 6 mstari wa 60. Inasema, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu. Amen. Amen. Yesu kuna vitu amefundisha wanafunzi wake,
Mojawapo ilikuwa ni vitu alikuwa anasema mwili wake ni chakula. Amen. Alikuwa anazungumza mambo mengi, na kwa sababu nataka kujua kile ambacho Yesu alitaka kuongea, alafu ndo akasema neno hili ni gumu, anzia hiyo 50. Inasema hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Haleluya. Amen. Leo nakufundisha jinsi ya kukomaa bila mtingishiko. Haleluya. Amen. Na uelewe kwa nini najipata niko kanisani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwanza unafaa ujue chakula unachoenda kulishwa kanisani. Sawa? Mahali ambapo umekaa hapo, yaani Mungu amekuandalia hiyo kiti na maana yake. Ama wewe unaona umekuja kukaa kuangalia mtu. Hiyo kiti umeandaliwa na maana yake. Hiyo kiti ambayo umekalia ni kiti kikubwa sana kwako. Usione ni kiti cha kawaida. Ni kiti ambacho kimeshinda vile vitu unavyovikalia kwa nyumba yako. Unaelewana? Ni kiti ambacho kimeshinda unavyokalia pale kwa kazi yako. Maana hata ukikaa kwa nyumba yako bado utahitaji Mungu. Ukikaa katika kazi yako bado unahitaji Mungu. Ukikaa hata kama ni kwa matatu bado unahitaji Mungu. Kwa hiyo hicho kiti ambacho umekalia hapo ni cha kuhitaji Mungu, na unangojea chakula cha Mungu ambacho ni muhimu kuliko vyakula vyote. Maana kama unaweza kula hata vile maharagwe nini na uko na tumbo na kusema Mungu niponye tumbo langu. Unaweza kula samaki ukasema ninaumwa na tumbo lakini Mungu niponye. Na hiki chakula unachokula ndio kinaitwa chakula cha uzima. Amen. Hichi mtu haumwi na tumbo, wala hakuna mahali unaenda chooni unaenda na kitoa. Kinabaki rohoni. Kitatawala maisha yako yote. Haleluya. Kitatawala leo yako, kesho yako na hata uzee wako. Na kitatawala hata kule unapokwenda mbinguni. Lakini hii ni chakula ya Mungu. Na ndio maana kwa neno lake halibadiliki, chakula chake hakibadiliki. Ni kitamu saa zote. Haleluya. Bali sio kitamu kwa wale ambao wamezoea kukula vyakula vingine ambavyo sio vya Mungu. Yaani wamezoea mashauri mengine ambayo sio ya Mungu. Kwao hii ni subira. Hawezi kumfurahisha shetani kwa chakula hiki. Hawezi furahisha mchawi kwa chakula hiki. Hawezi furahisha mganga kwa chakula hiki. Wala hawezi furahisha mtu ambaye ametekwa na mambo ya dunia kwa chakula hiki. Bali unamfurahisha yule anayempenda Mungu. Anaposikia usema nimebarikiwa sana. Yaani ilikuwa hiyo chakula ilikuwa nzuri sana. Haleluya. So ujue Yesu kwako ni nani? Kitu cha muhimu sana. Nakwambia hivi vyakula vingine vitapita. Mpaka inafika wakati wewe unaweza umwa na tumbo na kawa hii chakula haiendi. Lakini hiyo ya Yesu haina siku ya kwamba unaumwa na tumbo. Amen. Kana Biblia inasema kwa neno lako unaweza pona tu. Haleluya. Amen. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Kwamba mtu akile wala asife. Endelea. Mimi ndimi chakula
chakula chenye uzima. Ni nani huyo anayesema hivyo? Mimi ndimi chakula chenye uzima. Endelea. Kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Umefanya wapi bwana? Unafaa uelewe kwa nini Yesu wangu ni chakula. Kwa nini Yesu wangu ni chakula? Kwa sababu ni mtu ninayempenda. Hawezi kukula chakula ambacho ukipenda. Na chakula ninachokipenda, kama mfano mzuri, kama unajua nyama yako nikiweka hii itakuwa sawa. Ni kufuata taratibu za Yesu anazo kuambia, ndipo utapata ladha ya ile chakula inayokuhubiria leo. Amen. Kama hujanielewa, ni kufuata taratibu za Yesu anazo kuambia. Sasa kile chakula chako ndicho kitakuwa na ladha kuambia, na wewe unafaa usifuate. Haleluya. Amen. Neno la Mungu halionji ati linaonja, halionji. Neno la Mungu huliwa, na katika kukula, katika kiroho, kukula kwake, amen, ni kumwamini yeye 100%. Hii haina 99%, ni 100%. 100% inakuja pale unapofanya mapenzi yake yeye, naye afanya mapenzi yake kwako. Amen. Unaelewana? Chakula nitakachotoa mimi Ndio. ni mwili wangu, Ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwanza utapata uzima wa ulimwengu. Uzima wa ulimwengu ni uzima aina gani? Uko wapi wewe? Uko ulimwenguni, si ndio? Hapo ulimwenguni ukiishi na magonjwa, ukiishi ulimwenguni kama kuna magonjwa, utakuwa na amani? Utakuwa na amani? Sasa kitu ambacho Mungu anakizungumzia kwako, hiyo iko sawa. Kitu ambacho Mungu anakizungumzia kwako ni kwamba ukikaa hapo ulimwenguni, hata utakapopigwa vita, hata utakapokuwa unainukiwa, hata utakapokuwa unarogwa, hata utakapokuwa unasema, lakini kwa sababu una chakula cha uzima wa milele, hakuna mtu yeyote anayeweza kukuinukia na akushinde. Haleluya. Haleluya. Yaani hakuna vita vyovyote vitakachokuja kwako vitakachokushinda. Chakula si chakula cha roho, chakula cha kwamba upokee uzima wa milele. Kwa hivyo hautashindwa leo, kesho na hata kesho kutwa. Na wanaongojea uanguke kinyume chako, sio vile kinachotokea kwao, kwa sababu hawajui siri uliyokula. Chakula walichokikataa wao wamekubali kukila, kwa sababu kwao hakikuwa watu kitamu, lakini kwako kikawa kitamu. Yaani huyu Yesu amefanya kuwa kitamu. Unapendezwa na sheria zake, unapendezwa na kanuni zake, unapendezwa na njia zake. Sasa unapolisikia jina la Yesu ndani ya roho yako, unasikia amani. Kuombea kwa jina la Yesu ndani ya moyo wako kumezaliwa kitu kinachoitwa imani. Imani yako inakwambia
Hizi vita nitashinda, hizi majaribu nitashinda, wanaonisema nitashinda, niye naye nimeombwa. Nimeokoka, sitarudi tena. Farao, nimeokoka, sitarudi tena. Mwambie wadada, nimeokoka. Mwambie wachawi wote, nimeokoka. Mwambie wabea pia wasikie habari hizi. Mwambie adui zangu wasikie habari hizi. Mwambie watesi wangu wasikie habari hizi. Mwambie walionitenda mabaya wambie habari hizi. Ukishajua chakula, hawa bado wanatafuta vyakula, lakini wewe ulijua chakula hakikuwafurahisha. Waliposikia umeokoka na unaenda kanisani, kile chakula walichokuja nacho, kumbe ndio chakula kitakacho kupatia uzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Chakula ni Yesu, atakupigania na atakutetea. Endelea. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakashindana wao kwa wao, wakisema anawezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Maana hawaelewi yale Yesu alikuwa anawazungumzia. Walidhani ni huu mwili wa nyama,
Kwa nini unaweza kukula mtu mwanadamu mwenzako? Kuna mtu haelewi mambo ya kiroho. Alikuwa anawaambia yale ninayowaachia, yale ninayowapatia, zile amri ninazowaachia. Haleluya! Ile nguvu nitakayoiachia kwenu, ule Roho Mtakatifu atakayekuwa ndani yenu, na chochote atakachowaongoza ni sawa sawa. Unajua mtu yeyote ukimsikiliza na kufanya ni sawa, huyu tunakula chakula naye. Sasa wao wanajiuliza, huyu jamaa anawezaje kutupa chakula? Washamba hawajui namna ya vile wewe unakuja kanisani, hawajui namna ya vile wewe unamtolea Mungu wako, hawajui namna ya vile unamchezea Mungu wako, hawajui namna ya vile unamwabudu Mungu wako. Haleluya! Mtu asiyeelewa kile unachofanya, mwacha abaki hivyo, lakini siku moja anakuja kuelewa kwamba huyu kumbe alikuwa ananiambia mambo ya maana. Amen. Endelea. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, ndio msipoula mwili wake mwana wa Adamu. Akarudia tena, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamuna uzima ndani yenu. Hata kama mtaenda kwa waganga, hata kama mtabudu miungu, hamuna uzima. Faida nzuri ya kuwa na Yesu ni kwamba unaweza ona majaribu, lakini ukamwambia Baba, sitakufa, na kweli hautakufa. Hata mchawa duniani ya kwamba wewe nimemaliza kabisa, lakini anakuja kushangaa kwetu, anasimama siku tena, anakuja kwa anakuharibia huko, anakuja kupata huko siku tena. Uzuri wa kuwa na Mungu, hawakupiki pipa wako kumaliza. Usidharau msemo wa wanena ya kwamba hata anapiga chura tu, kumbe chura naye anasema umenifanyisha nimefika chura. Haleluya! 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 Nakwambia hivi, sikia neno hili mwanangu, hauwezi kubarikiwa kama hautapata maadui. Lazima upate maadui ndio mwite Mungu aibishe maadui zako. Kwa sababu wewe unajua, yani hata wewe unakuja kanisani unajua kabisa ya kwamba ni kuna vita na huyu na huyu na huyu. Mwingine nilitupa, mwingine akaniacha, akaniona kama tambara, lakini Yesu wangu ndiye atakayeniinua, ataniokota, niweke mahali palipo na nafasi. Na sitakuwa na roho mbaya, nikaona niwaambie hai, nikaona niwaambie kwa hiyo. Ndio mimi ni mwenye dharau, ndio mimi mwenye aliyecheka. Haleluya! Haleluya! Waliokukataa watakuja kukuona mahali uko sawa, washindwe ni wewe ama si wewe, watakufananisha lakini ni wewe. Amejibu maombi, amejibu jamani, imekuaje?
Haleluya. 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 Ukishalijua, yaani unajua ukishajua weak point ya kwamba kumbe Yesu nikimkamata hivi nafaa nisiwe na wasiwasi. Hakuna mtu ambaye amekula chakula cha uzima wa milele na unajua ndani yangu kuna uzima wa milele, alafu unatishwa na vigonjwa. Viache vikuje. Hata vikuja hakuna mahali tena. Utashiba na nini wewe? Hakuna. Wewe unafikiri utashiba na magonjwa kukumaliza? Hakuna. Hakuna majaribu yatakumaliza hapa duniani. Umepewa chakula cha kukufanya uishi hapa duniani. Umepewa chakula cha kukufanya uishi hapa duniani? Unajua mbinguni hakuna mahubiri. Sasa haya mahubiri ni hapa. Na hii chakula ndio umepewa hapa ili upate kuishi hapa duniani. Yaani unapewa mbinu, unapewa silaha, unapewa uwezo wa kuweza kushinda shetani akiwa hapa duniani. Uweza kushinda maadui wakiwa hapa duniani. Unapewa mbinu za kushinda ibilisi hapa duniani. Hata kama najua anasema ni kwake, si kwake. Mungu ndiye ameleta. Na ameleta neno na ameleta yeye mwenyewe pia. Haleluya. Endelea. Amen. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Shida ni wewe ukose kula huu mwili. Wajua unapaswa kushangilia ukijua huu mwili wake ninaufurahikia. Amen. Haleluya. Amen. Aulaye huu mwili wangu na kuinywa hii damu yangu. Endelea. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Yes. Anao uzima wa milele. Anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Hey, my Lord. Yaani anasema, amen. Unajua kuna maadui zako watalala au walale kabisa. Alafu wewe hata kama pengine kuna wakati ulikuja ukafilisika ukaona maisha yako yamerudi, yamekuwa nyuma, kila kitu kiko nyuma. Alafu kuna wakati mtu alikuwa mbele yako. Haleluya. Kuna mtu alikuwa mbele yako, si ndio? Pake akapata nafasi akasema hawezi kutaniambia nini, sawa. Angalia Mungu anaweza kukuinua hapa duniani na akakuinua pia mbinguni. Usifikiri ile neno anasema aliyekuwa wa kwanza na kwa mwisho, usifikiri ni kitu rahisi. Ni kitu Mungu aliona. Si ndio? Nishaiambiwa nimeona wangapi wameokoka. Nimeona wangapi wamefunga. Nimeona wangapi wanaenda makanisani. Sasa wewe unaniambia nini? Sasa wewe unaenda kanisani na wewe mwenyewe uko hivi. Mwambie asante. Amen. Lakini siku atakapokulipuka kama bomu, yeye wakati akirudi nyuma kabisa, alafu utasema wewe na utaimba nyimbo aliyechekwa ako na amani, aliyenicheka ana amani tena. Hapo ndipo utajua hiyo nyimbo itakukasirisha mtu. Unaweza kuona wahubiri anasema ananichafulia jina na wewe unaimba tu nyimbo zako. Daudi alipokuwa mfalme. Ngoja. Nasema Daudi alipokuwa kuna vituko alifanya. Aha. Ni Samueli wa pili, sio? Samueli wa pili 3 kuanzia 1. Amen. Aliyetendewa siyetendewa, aliyetendewa aliyepigwa vita aliyetendewa
kwa vita lazima uwe na ushuhuda. Sasa bila vita unashuhudia nini? Wakina nani watakuamini? Hakuna. Bila vita pale na mtu ambao wengine wanakujua. Amen. Hata kama uliwasaidia, wapige vita. Kitabu cha Samueli wa pili 3 kuanzia 1 inasema. Sikiliza hii. Basi kulikuwa na vita. Ati kulikuwa na nini? Na vita. Mbona ito nani? Salome. Hapo ndipo kulikuwa na vita nini? Amen. Basi kulikuwa na vita siku nyingi. Nini? Endelea. Kati ya nyumba ya Sauli Na ya nani? Na ya Daudi. Sasa unaitwa Salome. Na unapigwa vita na Goliathi. Kati ya mchawi mzee Kalinga na Salome. Haleluya. Jina lako livyo ndivyo linavyopigwa vita hivyo hivyo. Vile ile familia yenu iko ndivyo ilivyopigwa vita hivyo. Sasa kuna vita boma la mtu mwingine na boma la mtu mwingine. Huyo anayemwamini Mungu, huyo anayeamini waganga. Huyo anayeamini nguvu zake. Huyo anayeamini Mungu, huyo anayeamini pesa yake. Huyo anayeamini Mungu, huyo anayeamini kazi yake. Kuna watu wanakudharau ile kazi unayofanya. Kuna watu wanakudharau. Wewe mwenyewe unauza spidi. Ananiambia nini? Alikuwa anajua yeye ni mfalme, lakini ufalme wake na Mungu wapi na wapi? Wajua alikufa juu ya ufalme wake. Na Daudi akatawala vizuri. Akaendelea Daudi akaendelea mpaka akazaa mtoto wake anaitwa Suleiman, akaja akatawala. Utajiri ulikuwa mwingi kuliko ule wa Sauli ambao alikuwa anaonekana. Mungu amekuwazia mema, wacha kubabaika. Wacha kubabaika. Bwana kubabaisha na nini? Siku yote ukinikuta mimi niko na vita tu usinihurumie. Unafaa niombee, mwambie Mungu mpatie roho ya ujasiri. Usinihurumie. Mwambie Mungu ni wewe unafaa nisaidie na kumwambia Mungu anipatie nini? Roho ya nini? Hata kama unajua wale ambao wanapiga vita na unawali, hata kama ni wewe, mwambie pia anapiga vita lakini kwa jina la Mungu. Maana ninajua kile chakula ninachokila. Ninajua huyu Mungu ninayemwabudu. Hata kama wewe unaona huyu Mungu ninayemwabudu ninakosea, lakini yeye mwenyewe anajua ndio yuko right. Wajua kuna vita vya kuhukumiwa wewe. Ama uji kuna vita vya kuhukumiwa wewe. Vile ambavyo umeokoka kuna mtu anaamini wokovu wako. Bwana fikiri kuna mtu anaamini wokovu wako. Hata ukisimama hapa mbele mtu anakuamini anasema tunamjua tu. Lakini uzuri Mungu amenipatia roho ya Daudi bali alikuwa anawekelewa makosa yote mpaka anatafutwa kuuawa. Alikuwa na roho ya ujasiri ambayo alikuwa nayo, ambayo ilikuwa imemshinda hata Sauli, na yeye ndio alienda kuua Goliathi. Na amesaidia watu, yaani maji Daudi amesaidia watu. Israeli imesaidiwa, lakini hivyo hivyo haonekani msaada aliyosaidia Israeli. Hata mtu ambaye amesaidia mtu ambaye alikuwa anawatishia kwa kuua, na yeye ameenda kuua. Alafu tena watu wanamwinukia. Unajua wewe si kwamba hujui kuomba. Kuna mtu ulimuombea. Kuna mtu ulimuombea, na mimi najua ulimuombea. Kama ulikuwa na Mungu wako ulimuombea akaja akakuacha baada ya kuwa amefanikiwa. Kama kuna ndugu zako uliwaombea, kwa sababu hawakujua na hawakusikia kama unawaombea. Hawakukuwekea hiyo kamani. Na hawaoni kama ni Yesu alikusaidia.
Kuna watu umewasaidia mpaka wengine ni marafiki zako. Unawaambia tu ndugu zangu kweli na imani Mungu atafanya. Na kweli kama nikaja nikatendeka hata siku nyingine akaja kukusudia. Lakini hakuweka ile dhamana. Tena wanataka sasa wanakusubiri uanguke. Kumbe nao Mungu anasema utangoja. 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 Haleluya. Amen. Asifiwe sana Yesu. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. So palikuwako na vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Endelea. Daudi akaendelea kastawi. Daudi mbali na vita vyote. Tena anasema vita leo peke yake. Sio vya leo peke yake. Wakati wamepigwa vita kaka siku nyingi. Yes. Hebu rudi hapo mwanzo, maana nimepata watu wa kupigwa vita. Amen. Yes. Basi kulikuwa na vita siku nyingi. Umesikia ni moja? Naona tolewa kwa maombi na vita za siku. Daudi alimwacha Mungu. Yule ambaye kwa sababu Daudi alikuwa amelishwa chakula. Daudi alikuwa Daudi ya kwanza alikuwa anasemaje? Inasema yeye hakukaa barazani. Alikuwa hana hiyo time. Alikuwa anamwaza Mungu siku na sasa hiyo ndio ilimfanya akawa jasiri. Haleluya. Kila mahali atakapotembea anajua Mungu atanipigania. Yeye ni fighter wa Mungu. Haleluya. Sasa hakuweza kubabaishwa, anatumaniwa maaskari, anatumaniwa watu wa muue. Kila unapotumaniwa vita, au kosi mtu wa kusimama na wewe kwa maombi. Kama kuna watu hawakuombei tu na kuondoa. Kama kuna watu hawakupendi pasta wako anakuhitaji. Wote watakuacha, lakini mimi siwezi kukuacha kidogo. Hata uniudi ulikasirisha, lakini mimi nimepewa na wewe na Mungu, niko na haki ya kukuhudumia mpaka siku zote. Hata kama uniamini nikosea leo, bado nitakuhudumia. Hata ukinitoroka ukikuja, nitakuita mwanangu. Haleluya. Hata ukiniongelea huko najua wewe sikupenda kwako. Ni kile kilichowekwa ndani yako ndio kinasumbua. Sasa shetani alitafuta mtu mwingine akakosa, akaona wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo ninakwambia hii kwa sababu gani? Ninajua Mungu hii tarehe moja kuna mambo mazuri Mungu anakuandalia. Sasa watakapoenda kubarikiwa na Mungu, usiwachukie wale wengine. Usiwachukie kabisa wale. Yaani usiwachukie wale kuarudia. Usiwachukie. I'm telling you, ukiwa na roho ya chuki utazuia baraka zako. Ngoja sana wewe sasa. Lakini kuwa na roho ya kwamba hata ukibarikiwa zaidi, hata wakihitaji msaada, bado still utawasaidia. Maana hata maandiko yanasema waombeeni wanaowaudhi, Haleluya. Amen. So kulikuwa na vita. Na kufundisha hivi kwa sababu hata Daudi alipokuwa anatafutwa na Sauli auawe, alipata Sauli amelala. Wewe ukipatana na mchana amelala na amekuja usiku na kisha atakuua na Sauli umepata hata ameanguka amelala. Yesu Kristo anainuka na panga. Utamkatakata. Sasa Daudi yeye alipigia mahesabu, nimalize huyu hapana. Akakata aona kisu. Akamwambia baba, kama ningetaka kukuua jana, ningekupata umelala, ningekumaliza, lakini ndio Mungu atakumaliza mwenyewe. Haleluya. Amen. Na kulikuwa na vita. Daudi alijua kitu kimoja. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako unajua vita sio vyako. Amen. Vita sio vyako. Vita sio sehemu yako kabisa. Sehemu yako ni ya maombi. Usisumbuke kwa neno lolote. Pasipo kusali na kuomba. Hiyo ndio inatakikana sasa. Hiyo unakuja kanisani sali. Hiyo unakuja kanisani omba. Kwa sababu kuna mtu anafurahikia kile kipindi unapitia sasa.
kuna mtu anafurahikia kile kipindi unapigia. Kile ambacho unaona wewe unateseka unafurahikia. Lakini kuna siku huyo mtu ndo atakuja sema nisamehe. Nisamehe mwanangu, nisamehe. Nisamehe bwana Sirali. Nisamehe ninaugua. Nisamehe ninateseka. Maana kila kifanya hivi. Amen. Haleluya. Amina. Anaoteshwa mpaka ndoto. Mwendee huyu jamaa uliyemtesa mpaka ajue adui yake. Haleluya. Endelea. Kulikuwa na vita siku nyingi sana kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi. Uzuri wa vile vita, Daudi hakurudi nyuma. Uzuri wa vile vita, Daudi hakuendelea kurudi nyuma wala hakukata tamaa. Nasema hakukata tamaa. Hata kama alijua niko na Yesu ndani yangu, lakini kwa nini mpaka nakosa kuishi kwetu? Naishi maporini. Unajua Daudi aliishi maporini wewe? Daudi aliishi mapangoni. Kwa sababu anatumania watu wawe. Lakini anamwambia Baba, ninapopita katika uvuli wa mauti, ninajua uko pamoja nami. Ninapopita katika uvuli wa mauti, Baba, najua hutaniacha. Lakini kweli Mungu hakumwacha. Biblia inasema nyumba ya Daudi ikaanza kustawi. Unajua maana ya kustawi? Kustawi yani mtu anaanza kuwa sawa. Kustawi mtu anaanza kuletewa sifa. Watu wameacha yule, sasa anaanza kumgeukia Daudi. Kila wakitembea mfalme wetu ni Daudi. Kila wakitembea Daudi anapiga moja, lakini watu wanamwendea tu. Haleluya. Watu wanamwendea tu. Haleluya. 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 Hata kama pesa ilikutoroka itakukutia. Hata kama amani ilikutoroka itakutia amani ya uzuri wako. Hata kama nguo zilikutoroka, hata kama viatu vilikutoroka, hata kama saluni ilikutoroka, lakini nakwambia kuna watu wanakulazimisha kuja kwa saluni yangu kwa sababu wanakujua vile ulivyo. Wanakuelewa kibegu ulicho nacho, wanaelewa maisha ulionayo, wanaelewa ndoa ulionayo. Mafundi wangu wanakuwa wanakupigania. Bwana najua huyu sasa hizo bwana ndio. Sasa kwa nilipatia kazi. Sasa hakuna mtu hata mmoja anakupata. Najua ukienda kwake ni mpopo. Lakini iko neema ya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Mwezi wa 3 nakutabiria kitu kastawi. Kastawi kwa jina la Yesu. Kastawi kivyovyote vile. Haijalishi muujiza utakuja namna gani, utatendewa muujiza kufanya ustawi. Haleluya. Amen. Aidha wewe ni mtoto wako unamwombea kazi. Aidha wewe ni sister yako unamwombea kazi. Aidha wewe ni ndugu zako unamwombea kazi. Aidha wewe ni mwenyewe unajiombea kazi. Pengine ile kazi unayofanya unaona haikidhi mahitaji. Mungu atatumana moto akwambie kuna kazi mahali. Na hiyo kazi itakayopatikana utashangaa ndipo daima nyimbo ambazo hujawahi ziimba maishani mwako. Kwa hivyo ninatabiri kitu leo ya kwamba mwezi huu wa 3 ambao ni tarehe 1 mwezi wa baraka, chanzo cha amani, chanzo cha kufanikiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wajua kuna watu wanafanya kazi zingine wanafanya tu kwa sababu hauna namna. Lakini kuna kazi ambayo itakuja na itakufanya kuwa una namna. Utakuwa ubabaishwa na michango ya kanisani. Amen. Utakuwa ubabaishwa na michango ya yoyote inayokuja kwako. Yaani utatembea na ujeuri mzuri wa Yesu, yaani sio ujeuri mbaya. Ujeuri mzuri wa Yesu ambao chochote utakachojisha unasema amini nitaongeza 1000 hapa. Sasa Biblia imesema umestawi. Mtu akustawi huwa hakai mtu akunyauka. Ndio. Bali hawa usipoongeza
Utajuaje kama umebarikiwa? Haleluya. Amen. Kuna heshima mpya. Amen. Niacheni niende nikahubiri Injili. Niacheni niende nikitoa vizuri ninahubiri Injili. Nikibariki wengine nikijenga nyumba nzuri natangaza Injili. Nikiwa na amani natangaza Injili. Sema nikibarikiwa nikiwa na amani nitahubiri Injili. Niacheni niende. Sema tena. Ukienda mahali kama uko sawa, mtu anakuuliza siku hizi bado unafanya kazi gani? Ali Yesu tu usahubiri tayari. Yaani ukitaja tu ni Yesu usahubiri tayari. Asiku sikuelewi ni vile nimeokoka. Tayari injili hiyo imeenda. Umemwachia kitu kwa sababu mwambie yaani maisha yangu yamebadilika kwa sababu nilipopata Yesu kila kitu. Yesu naye anasikia anasema nishakajwa bali. Jamaa anaondoka na hilo neno. Kumbe mtu akiokoka anakuwa vipi? Ndio nasikia wewe unapigiwa simu nasikia unajua siku hizi pia sisi tumeokoka. Sasa utamuona pia anarukia Yesu. Anamwona pitia majaribu na kuuliza, "Mbona mimi ninapomwambia hata mimi nilivumilia mpendo?" Amen. Hata mimi nilivumilia. Amen. Sio kuokoka ni rahisi lakini sasa unafaa uwe na uvumilivu maana mimi nimevumilia mengi. Moyo wangu karibu kukosa, watoto wangu karibu kuniacha, lakini nilimwita Bwana. Bwana akaniambia simama hivyo hivyo. Simama hivyo hivyo. Simama hivyo hivyo. Sio kitu rahisi. Sioni haya, sioni haya, sioni haya, Baba nimeokoka.
yangu ni kumwambia Mungu, wewe ndio unajua. Niambia nibebe mizigo yangu yote nikuletee. Sasa hii mambo ya stress pia ni mizigo, wewe chukua. Baba, mimi ni mwanao. Na wakati hata ninakosa kuomba nasema baba, mimi ni mwanao. Ulisema watu wanaongozwa na roho ni watoto wa Mungu. Mimi ni mwanao. Mimi ni mwanao na hakuna baba anaweza hata mtoto wake. Yaani hiyo inaweza kuwa maombi tu. Na nikamwambia baba, hata wale naohudumia ni watoto wako. Usiwaache. Haleluya. Amen. Daudi hakuachwa na Mungu. Daudi hakuachwa na Mungu. Hata Yesu alipokuja duniani alimtaja Daudi. Akamwambia mimi ni mwana wa Daudi. Daudi. Na alipitia vita Daudi. Alipigana na watu ambao sio umri wake. Alipigana na watu ambao si mbili kama yake. Vipande vya watu. Wewe kama unaliona ni karibu ni kubwa, lakini ni kadogo, maana wewe una nguvu kuliko hilo karibu. Haleluya. Daudi alipigana na simba. Daudi alipigana na Goliath, kipande cha watu. Hata kama watu wanakuona wewe haufai na wao wanajiona wakubwa, wewe una nguvu kuliko hao. Hiyo maombi unaorusha ni jiwe ambalo linaenda kugonga wewe Goliath na atakufa. Ni jiwe ambalo linaenda kugonga mchawi na atakufa. Ni jiwe ambalo linaenda kugonga maadui na watakufa. Ni jiwe linaenda kugonga madhabahu na atakufa. Ni jiwe linaenda kugonga maagano na watakufa. Hata kama ni madhabahu, sijui ni za mababu na za manyanya. Wazee wa kale waliziogopa. Ambao wanatembea na imani ya Mungu. Haya maombi na rosha. Unamaliza hiyo madhabahu. Kwenu unamaliza madhabahu. Kwenu unamaliza maagano. Sijui wanasifia nani? Sijui wanasifia mganga gani? Kulikuwa na mganga mkali. Sijui alizika mtu, sijui alizika mbuzi, sijui alizika kondoo, sijui alizika pembe, sijui alizika chupa, sijui alizika chungu. Hiyo yote haikalishi. Wewe usibabaisha na maneno hayo. Daudi hakubabaisha na maneno. Hakubabaisha na maneno. Wao wameshika nini? Tunaenda kwa jina la Yesu. Wao wameshika nini? Tunakwenda kwa jina la Yesu. Wao wameshika nini? Tunaenda kwa jina la Yesu. Goliathi alimbabaisha Daudi sana. Huyo Daudi ambaye alibeba vita. Haleluya. Alimbabaisha hata anamwambia wewe mtoto mdogo. Sasa wewe unaweza ambiwa wewe mtoto wa jana unafikiri ni vingapi vimezikwa? Nini? Kama walizika mapembe yao. Mimi nimeokoka. Amen. Sasa walipomwambia Daudi ati wewe ninakumaliza na kumtamkia maneno mabaya, kumwambia ati nitakuua. Ati wewe ukicheza na hiyo madhabahu utakufa. Ukicheza na wewe sijui na maagano utakufa. Wacha tuone kama utakufa. Sisi tuna chakula cha uzima milele. Sisi tuna chakula cha uzima milele. Tuna chakula cha uzima milele. Tuna roho wa Mungu ndani yetu. Tuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Hatutakufa maisha. Tunamaliza. Goliathi alikuja na upanga. Akijua anakuta Daudi. Akijua anakuta Daudi. Lakini alibadilika. Alikata lawa. Haleluya. Asante mtoto wangu. Wajua ni maajabu sana. Nipatane na mtu ambaye ni mwoga. Nikashangaa sana. Haleluya. Daudi huyu. Sasa na wengine lakini usicheze na mimi. Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Aticheza na watu wengine usicheze na mimi. Kwa sababu anategemea mganga wako. Kwa sababu anategemea mtawi wako. Wacha tuone. Wacha tuone. Wacha tuone. Angalia ule mtawi unaokufanyia ule ndio utakaomaliza yeye mwenyewe. Ile sinai inarudia yeye mwenyewe. Ile mtawi unarudia yeye mwenyewe. Anarudia mwenyewe. Ile anakata anarudia mwenyewe. Ile makata anarudia. Ile maraha anarudia. Ile mtawi anarudia. Ile anarudia. Ile spiriti anarudia. Hebu unaelewa ya kwamba ule upanga ambao Goliathi aliubeba ndio alimkata mwenyewe.
wewe unamaliza nguvu kabisa na maombi. Basi yale maroho yanayokurushia, hiyo ndio inakurudia mkata. Hiyo ndio inakurudia mkata. Hiyo ndio inakurudia mwenyewe. Hiyo ndio inamaliza mwenyewe. Hiyo ndio inakurudia mwenyewe. Hiyo ndio inamkata. Mimi na imani hii tarehe moja na imani kitu. Yaani kuna kitu Mungu ananishuhudia. Kuna kitu Mungu ananishuhudia. Unajua ukiomba kuna mtu unamaliza nguvu. Kabisa unamaliza. Alafu kuna maombi ambayo inaitwa ya kunaregeshea mwenyewe. Sio? Wajua alipopigwa jiwe alianguka na ile upanga wa hapo hapo. Jamani haya akaenda vizuri. Akamtazama, akamshika nywele, akamtengeneza shingo vizuri. Alafu akaekelea huo paka kwa shida na mikono. Watu wa nyumbani kwao wakashangilia. Wale wa Israeli wengi wakashangilia. Lakini wale Wafilisti wakalia sana. Waliomtegemea amekufa. Nasema anayetegemewa na waganga huko. Watalia kabisa. Watasema ndio walali tena. Tuende walali tena. Inasema tunapiga wanaotegemewa. Tunapiga wanaotegemewa. Tunamaliza wanaotegemewa. Wachana na Yesu. Wachana na Yesu. Wachana. Wachana. Haleluya. Haleluya. Eka. Wafilisti wakakosa na kuongea. Biblia inasema wakatoroka. Wakarudi nyuma wote. Na walikuwa wanashangilia. Wakijua ya kwamba Daudi aliyetolewa. Wajua ukiokoka umejitoa sacrifice. Vita vyote vinakuelelea wewe. Maneno yote yanakulalia wewe. Lakini nakwambia utafanya watu wengine wale wanaokutegemea watashangilia kama una watoto wako. Watashangilia kama una ndugu zako. Wale wazuri, lakini hata kama sio wote, mwingine akisikitika utapata mtu mwingine kumsaidia anasema na sente. Kumbe kwetu nako kunaweza kuwa na mtu kunaweza kuwa kitu na kufanya. Lakini wale ambao walikuwa wanategemea huyo mganga wao, babake, sijui mamake, sijui na mjomba wake, na ni mganga, ni mchawi, na anajua alikufunga pao. Hata wakifanya nini ndio wanapigiwa simu. Amekufa yani. Ni wale wamezoea kutesa maisha ya watu kwa kumtegemea huyo mchawi. Hao ndio wanaosikitika, lakini wale wanaotegemea Mungu wanasema afadhali. Wanaishi maisha wasiokuwa yao.
Unafanya kusikia wenzako hapo na bank. Hakuna kitu umesave, hakuna kitu umeweka. Utaweka nini? Naomba hiyo unatafuta chakula, tunaweka chakula yenyewe ya shida. Na si kwamba haukupata nyota ya pesa, unayo. Lakini sasa imechukuliwa. Haifanyi kazi. Ulijaribu kufungua biashara katakufa kabisa. Unatafuta barua ya kufua, lakini hata siku hizi pia wewe barua ndio inaenda katika. Yaani ukipigiwa simu unasema Yesu. Utaondokea kwa kazi ya kufanya kutegeshea. Utaondokea kwa kazi ya kufanya kutegeshea. Amen. Utapata kazi iliyo na uhakika ambayo unajua unaweza kutimiza mahitaji yako. Amen. Naongea na wale walio na imani lakini. Naongea wale waliokubali chakula ndani ya Yesu Kristo. Unajua Biblia iliponipatia ujasiri kwamba usiache mchawi akaishi. Unajua nilifurahi sana. Alafu wewe unataka mimi nibembeleze mchawi. Siwezi bembeleza mchawi. Hata wewe kwa mchawi hautanipenda. Huwezi nipenda nikiwa mchawi. Na sitaki wachawi. Hata kanisani kwangu sitaki wachawi. Na unajua hebu soma hii Kutoka. Hii Kutoka 22 kuanzia 18. Sikiliza kama unaona kudanganya. Amen. Tuna haki ya kuwaua hawa. Kitabu cha Kutoka 22:18 inasema, usimwache mwanamke mchawi ndio kuishi. Sasa kama usimwache akaishi inamaanisha tumfanye nini? Umuue. Tumebeleza huyo mtu. Yaani Goliath alikuwa anatesa wana wa Israeli na Daudi alipokuja, wafikiri alimweka. Alimweka. Alipita naye. Kwa hiyo wewe ukikaa kama na roho ya ujasiri na kumwamini Mungu kama Daudi, hakuna mtu atakayebakia kwenda. Watakufa moja baada ya mwingine. Haleluya. Unajua mimi nikikwambia waganga na wachawi, wewe uniamini. Unajua unasifu waganga, lakini waganga ni wabaya. Mambo ya Walawi haraka 20:27. Kuna watu wanapandisha pepo hapo. Na anasema mwanamke ama mwanaume wote kwa wao. Amen. Mambo ya Walawi 20:27 inasema, tena mtu mume au mtu mke. Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo. Aliye na mapepo. Kwa sababu mganga na nini? Mchawi na nini? Amen. Hata wao wamemaliza hiyo, wamekusomea. Wamekusomea. Washasoma ndani. Haleluya. Kila mtu amesoma. Wengine wamesaidia kuhubiri huko. Mungu akubariki mtoto wangu. Haleluya. Amen. Hebu niambie mtu alikuwa na pepo, anafurahia maisha ya mwingine. Anafurahia ndoa ya mwingine. Anafurahia mtoto wa mwingine. Anafurahia kazi ya mwingine. Anafurahia bidii mwingine. Kama afurahia bidii mwingine, anafurahia gani kwa mama? Anafurahia gani kwa maisha yako? Wataondoka hapo. Wataondoka. Ondoka kwa maisha yako. Ondoka kwa muda wako. Ondoka kwa watoto wako. Ondoka kwa ndoa yako. Anafaida yote kutesa watu. Amen. Anachukua vinama na watu, anachukua kipawa vya watu, anachukua nyota za watu. Mtu kulipa nyumba ni shida. Tarehe moja leo. Sibakishi mchana. Amen. Tutasafirisha hivi. Na wewe utaona umefunguliwa.
na utaona mambo yanafunguka tu. Utaona kazi zinakuja, utaona pesa zinaingia, utaona unatangaza unaolewa, utaona unafungisha harusi, utaona mambo yanaendelea. Biashara yako itapanuka. Awe ni wa kike ama ni wa kiume, awe ni kabuda awe ni kanyanya. Ndio. Mradi kale kana mapepo ya kichawi. Ndio. Kanarushia watu magonjwa, kanarushia watu masikini, kanarushia watu ufukara, kanarushia watu maroho ya talaka, kanarushia watu maroho ya kukataliwa. Yaani unakataliwa na watu, unakataliwa na familia, unakataliwa na kazi, unakataliwa na pesa. Sasa unatembea ukiwa na mawazo. Yule aliyekutajia hivyo, kama ni mkono wa moto, asema akoka. Kama ni mkono wa moto, analisha kabisa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama ni mkono wa moto leo kuangaisha. Hata sukati nataka akufe. Aose. Kama ni mkono wa mtu, maisha yako jinsi yalivyo, unakosa amani. Mtu wako hapo sawa, watoto wako wako sawa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ukatanaka katika jina la Yesu. Mungu akuponea muujiza wako na yote baya iliyofanyika kwenye maisha. Kila alienda kinyume na life yako, kila alienda kinyume na maisha yako, Mungu akawamaliza moja baada ya moja. Kama maisha yako tunafunga, hapana, hiyo maroho yaisha, hiyo maroho ziisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achana na meza. Mungu akakupigania vita, Mungu akakutetea na maroho yote yanayokuinukia. Kama kuna maagano, kama kuna madhabahu, yakaisha yote katika jina la Yesu. Mungu akakufungua na Mungu akakuweka nalo na Yesu. Nimesema hautakaa mtu wa kuungaunga. Yes. Yaani unapigwa vita unafurahi. Why? Hakuna kufurahi. Nani anafurahishwa na vita? Nani anafurahishwa na vita? Nani anafurahishwa na mchana? Nani? Hebu nitajie mmoja. Nitajie nione. Haujakosana na mtu. Wewe ama familia yako na kuombea. Yoyote hakuna lisilowezekana. Umenisikia? Nimesema mbakisha hao. Imesemaje? Malize. Malize nani? 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 Hautaki wachawi sio? Hautaki wachawi sio? Ana nini? Anasukosi. Si hata wewe usukosi. Wakati tunatafuta kwanza mtu ulikuwa na baba uishi. Nakataa kila maroho ya giza. Nakataa kila maroho ya uchawi. Nakataa kila maroho ya mawanga yanayokuja usiku baba. Wanakuja kama vinyago. Mtu wake mwana anashtuka, anaamka usiku analia. Hata hiyo baba, hiyo piga, hata mamake, hizo mara zote inashikana kwa mwili wake. Inakana, ola kitu, kwa shaka, kwa familia, kwa familia, inaiona, inaona, inakana, inakana. Nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile, Bwana Yesu. Nyumba ile ya waganga, nyumba ile. Nyumba ile ya wachawi. Nyumba ile ya masengero. Nyumba ile ya waganga.
nilikuwa nimelala. Akakuja tu siku yake akana akili kamekosea mahali pa kwenda. Akakuja msiku bana kanataka picha na mimi. Nikakamata. Nikakafinya, alafu kakanipotelea kwa mkono. Napigiwa simu na mtu fulani hata yuko hapo. Akaniambia unanijua? Basi bana mchawi wangu ameenda. Kulienda kukarudi haya. Sikumwambia kama kuna mtu amekuja usiku nikamfinya. Ukikosea step. Hata mimi ninakwambia alafu anaachana anaangalia. Siwaulizane. Siwata mwilike aone anaenda wapi. Unajua simesema njia ukaingia kwa shimo kadalo utaponea. Imagine. Amekosa mtu wa kumfuata. Hata ananifuata mimi. Angalia. Unafaa uelewe. Ukishaokoka unakiwa unamtumikia Mungu, hauishi maisha yako tena. Unaishi maisha ya Kristo. Na kama waliishi na Kristo, usidhani wataniweza. Hebu sikiliza hapa. Hao waganga na waroga kupandisha mapepo. Kuna wale waganga wanapandisha mapepo. Ninajua umekuja na shida zako. Huyo anakufa hapa. Hapa ndio hapo anakufa hapa. Unakumbuka yule dada alienda kwa mganga na akakufa na alienda kwa mganga na akakufa. Hebu maliza hapo. Tena mtu mume au mtu mke. Tena mtu mume au mtu mke. Aliye na pepo. Aliye na pepo. Au aliye mchawi. Yaani sio wewe uliyepagawa na mapepo, sio wewe uliyeuliwa na mapepo. Aliye na mapepo sasa inatumana kwa mwingine. Au aliye mchawi. Ama aliye mchawi. Hakika. Hakika. Yaani Mungu akiweka neno hakika. Yaani ameweka udhibitisho. Yaani tukiomba kwa maombi ya imani, hakika inamfikia. Do you understand? Yaani inaeleza ya kwamba yaani hivi Mungu akiweka neno hakika. Usiape neno hakika kama kitu hauna hakika nacho. Please. Usiweke neno hakika. Maana Mungu akiweka neno hakika, yaani hiyo kitu ana hakika nacho. Sasa Mungu hapa anasema hakika. Hebu tusikie hakika ya nini? Hakika atafanyika, atauawa. Hakika atauawa. Atauawa na wakina nani? Wanaoomba. Amen. Wanaoombewa. Yes. Wanaomwamini Mungu. Kwa sababu huyu mtu ana mapepo, anaamini nini? Mapepo. Si yangu itanibeba wapi? Si yangu wanaopigana na mimi yote Mwenyezi wanapigana na mimi nitakuwa maneno si yangu nimekuachia Mwenyezi. Usijisumbue. Usijisumbue. Amen. Haleluya. Amen. Watoto wangu wa Sunday school utahubiri Jumapili gani? Baada ya hapo ibada ya sio? Ya ile nyingine. Sio na wasiwasi kabisa Sunday school. Tulie. Nataka wazazi wetu wasikose school fees. Amen.
Haleluya. Amen. Tunabaiki kabisa. Amen. Unasikia? Hakika watauawa. Nimeisha hiyo sentence. Bado. Haya. Amen. Ya. Hakika Ndio. atauawa. Hakika atauawa. Watawapiga kwa mawe. Watawapiga kwa mawe. Damu yao itakuwa juu yao. Itakuwa juu yao. Kwenda zao kabisa. Amen. Kuza mapepo kabisa. Amen. Kamanisha hiyo maroho kabisa. Amen. Ni maeneo wenyewe. Amen. Umesikia hizo vita kule baada ya Sauli na kumefanyika nini? Sauli aliishiwa. Ndio. Akaanza kukopa. Aliyekuwa anakopa anawakopesha. Amen. Mtu akistawi mwingine akiishiwa. Jamaanisha kama unajua utakosa kwa kwenda urudiwa. Hapo hapo. Amina. Sababu ya time. Amen. Si Mungu awabariki. Mungu awabariki. Yesu awabariki.
Na Mungu akuzidishie sana. Mimi nimezidi kubarikiwa.